Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni ipi yaliyojiri mashariki? Mapigano makali yalitokea Jumanne katika maeneo ya Fizi na Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mapigano hayo yaliwakutanisha wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 dhidi ya jeshi la Kongo FARDC wakisaidiwa na jeshi la Burundi na wanamgambo wa Zalendo. Huko Kinshasa, maafisa kadhaa wa jeshi la FARDC wamekamatwa na wanashukiwa kwa kushirikiana na adui. Hujambo. Mapigano makali yalitokea Jumanne katika maeneo ya Fizi na Uvira, jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Kongo. Twirwaneho wanaungwa mkono na M23 walipigana na jeshi la FARDC waliopata msaada wa jeshi la Burundi na wanamgambo wa Wazalendo. Mapigano haya yametokea siku moja kabla ya kuanza kwa usitwaji wa mapigano uliotangazwa na nchi ya Angola. Maelezo zaidi na Blaise Basabose. Mapigano haya yanawakutanisha Twirwaneho, washirika wa M23 dhidi ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wanamgambo wa Zalendo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, mapigano ya kwanza yalianza asubuhi katika maeneo ya Kidote na Irambo katika groupement ya Lemera, sheferi ya Bafuliro, wilaya ya Uvira. Silaha nzito na nyepesi zilisikika katika eneo hilo. Kulingana na chanzo cha usalama, utulivu wa muda ulirudi mwanzoni mwa mchana. Kwa mujibu wa chanzo ya jamii ya raia, hakuna upande ulioripotiwa kusonga mbele. Mapigano mengine pia yalitokea katika wilaya ya Fizi kwenye milima ya juu ya Minembwe. Chanzo cha kiutawala kinasema mapigano yalifikia hadi eneo ya Point Zero. Vurugu hizi zinatokea wakati Angola iliyojaribu kuwa mpatanishi katika mgogoro wa mashariki mwa DRC ilitangaza kusitisha mapigano kuanzia Jumatano tarehe 18 Februari mwaka 2026. Serikali ya Kinshasa ambayo hivi karibuni ilianzisha mashambulizi katika mlima ya Minembwe ilisema inakubali kusitisha mapigano hayo. Benjamin Monipa, katibu mtendaji wa M23, alisema kuwa harakati hiyo haijapokea taarifa rasmi kuhusu kusitisha mapigano iliyotangazwa na Angola. Alisema M23 inaendelea kuunga mkono mchakato wa Doha. Jumanne, M23 ilishutumu serikali ya Kinshasa kwa kushambulia nafasi zake kadhaa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Katika taarifa yake, M23 ilisema inasitishwa na mbinu za kuchelewesha na jaribio la serikali ya Kinshasa kuanzisha mikutano na majukwaa mengine ya pembeni kwa lengo la kupuuza makubaliano yaliyokwisha fikiwa na kuchelewesha kupatanisha kwa suluhisho la kudumu. Na huko Kinshasa, maafisa kadhaa wa jeshi la Kongo FARDC wamekamatwa kwa kutuhuma za kushirikiana na adui. Luteni Jenerali Sikabwe Fall anatarajiwa kufika katika mahakama kuu ya kijeshi ili kusikilizwa katika kesi inayomkutanisha mkaguzi mkuu wa FARDC na Jenerali Yav Irung. Fuateni maelezo naye Prosper Heringorora. Kulingana na taarifa ni kwamba maafisa wawili wakuu walikamatwa na kazi inayohusika na masuala ya jeshi kwenye nyumba la rais wa Kongo. Wao ni Kanali Justin Ndoki aliyeelezewa kama msaidizi wa Generali Mundosi na Luteni Kanali Mirei Kika, mshirika wa zamani wa Generali Amisi na msaidizi wa Generali Mundosi. Maafisa hao wawili wanaripotiwa kushtakiwa kuwa kwa kushirikiana na adui. Hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka ya jeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inathibitisha kukamatwa kwa wale maafisa.
Zaidi ya hayo, vyanzo vingine vinajulisha ya kwamba Luteni Jenerali Sikabwe Asinda Fall, akiwa mkurugenzi wa sasa wa Afridex na mkuu wa zamani wa jeshi la ardhi la Kongo, anatarajiwa kufika mbele ya mahakama kuu ya jeshi siku ya Jumanne tarehe 17 Februari mwaka 2026. Anatarajiwa kusikilizwa kama shahidi katika kesi kati ya mkaguzi wa hesabu wa serikali wa FRDC na Luteni Jenerali Filemon Yav Irung mbele ya mahakama kuu ya jeshi. Humu jimboni Kivu Kaskazini, mtandao wa simu umerejea katika maeneo ya Masisi, Walikale na Ruchuru baada ya kukatika kwa mwezi mmoja. Wateja wa Airtel, Vodacom na Orange sasa wanaweza piga simu, kutumia internet na huduma za Airtel Money na Orange Money. Wananchi waliokuwa wametengwa kwa mwezi mmoja wamefurahia hali hiyo kurejea kawaida. Ripoti. Bonne nouvelle pour la population des zones libérées par l'AFC M23, les réseaux de télécommunications qui étaient coupés par le régime de Kinshasa dans les quelques territoires libérés par l'AFC M23. C'est le résultat de la promesse faite par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, lors de sa tournée de près d'une semaine effectuée à Rutshuru, précisément dans les fins fonds de la collectivité de Bwito et le sud du territoire de Masisi, à savoir Kichanga. Ici, la population avait exprimé le calvaire socio-économique qu'elle a traversé par le manque de réseau de communication. Kabisa ni Musa Gaspar Uwiringie. Nina kuwaka hapa Mweso, niko mchuruzi wa unité. Kabisa hapa Mweso tunateseka sana Rutshuru na Masisi. Mimi kuliaka ku unité tu. Sasa mimi nishakosa kama ndakulia wapi? Nishakosa tana tifra, niko nakosa kama ndaenda iba, nishakosa cha kufanya kabisa. Bakupa muone ile swali yangu. Neno yangu njoo ile. Dans sa politique de proximité, Bahati Musanga Erasto n'est pas allé par quatre chemins. Msiogope, ile shida tuko na itafutia solution. Na haiko Mweso peke yake, iko fasi yote Rubero, Mweso, Kale, fasi yote rezo haiko walishaikata. Lakini solution tutaipata inyeko durable. Na haitaongezaka kuwa tena. 48 heures après, le signal est de retour, comme le confirment les habitants du territoire de Masisi, Lubero et Rutshuru, qui vivent à présent dans la paix, la sécurité, dans leur village, grâce à l'AFC M23, ont-ils témoigné. Nombreux des habitants du Nord Kivu encouragent et apprécient la gouvernance du gouverneur Bahati Musanga Erasto, vision de l'AFC M23, celle d'approcher la base et s'enquérir des difficultés de paisibles habitants, envie de trouver sur place une solution. Hapa mjini Goma, maegesho ama parking ya Masisi yaliyozinduliwa na uratibu wa M23 katika mtaa wa Goma, kata la Kishero, sasa yanafanya kazi. Mradi huo umefadhiliwa na serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini chini ya Bahati Musanga Erasto. Lengo ni kupunguza msongamano wa magari katika barabara ya Goma Sake. Msimamizi wa eneo hilo ameshukuru mamlaka kwa kujenga miundombinu hiyo. Mfuateni hapa. Parking Mikenon, banaisema Mikenon Ndosho, me ina sai kwa leo inaangalia watu wa kwenda Masisi Nyabiondo, wanaenda Walikale, wanaenda Minova na wengine wanaenda njia ya Kichanga, Pinga, Mweso na kuendelea. Nawaza hii wakati leo ni siku ya pili mumefika hapa kuvizite parking, ni kusema watu wako naingia pole, wataanza wako naingia, na kama vile mnatizama kuna mahali tulitiatia wakwenda Masisi Nyabiondo, wakwenda Kilolirwe, tuseme Kilolirwe wanaenda nani Ngungu, na wakwenda Walikale. Ni kusema wakati kitu kinaanza na unaona kama ni parking iko moderne, kwa sababu ina répondre kwa norme zenye vema inapashwa kuwa parking muvile ya Goma. Na hii kwetu ni kama furaha, inaonesha vema kitu ya lazima zaidi ndani ya vile yetu kama vile turistiki. Ni kusema tunaona kama hii mafasi iko inaenda inaheshimika
na nawaza kama muliuliza wa mota wanafurahia hii mahali, na osi inatuepusha na maaksida yenye ilikuwa inakuwa mbeleni pale kubarabara, na kwa leo sasa tunaona kama kazi zinaendeka na parking inakuwa mzuri zaidi. Okay, kwa sasa ni kusema kama unaona mbele kule Kichanga, Masisi, Nyabiondo, kunakuwa osi watu wa Sake, Minova na mabisi yose ilikuwa kusimba wanaheshimia. Ni kusema Walikale kama mnaona pancarte iko mbele pale, kama wayakuja ni kusema tunangoya nyuma kule wamalize kujenga Walikale nabo banusu biko wanapakizia hapa, lakini wote kwa mpango wenye serikali inasema wote watakuwa ndani ya ipa. Kusema mpango haiko yangu ya kuwatosha, mpango ni ya serikali kusudi vyote vipite ndani ya usawa. Na kusema ya kwanza porque agence ikuwe ni kusema depo, na mahali hapa kuko madepo, na ile njo ya kwanza, na manyumba zimoja zingali nafasi enye maagence inaweza kuwa, kwa sababu mizigo ya kwenda mbali zaidi Walikale, Mubi, Njingala, tuseme Kibua na kote kwa nyingine mu territoire ya Walikale ni fasi ya kabambi sana, kwenye abawezi acha mizigo nje, na mizigo iko na mafasi. Ukiangalia mbele pale mbele ya latrine huko depo, na hapa hivi kulikuwa masomo yenyewe ilikuwa nako iko naandaliwa kujua madepo. Ni kusema mpango ya viongozi sio mpango ya nete, ni viongozi njo wanasema kama watu wote juu ya kuepuka mavitu yenye iende munorme ya mzuri, ifo baingie wote ndani ya parking. Maskauti wa Goma wameanza Jumanne wiki ya uskauti kwa kupanda miti kando na barabara ya bandari. Vijana wanahamasika kupendezesha mji, kupambana na mabadiliko ya tabianchi na kuelimisha wananchi kuhusu ulinzi wa mazingira. Shughuli zitaendelea wiki nzima na kumalizika tarehe 22 Februari kwa maazimisho ya siku ya dunia ya uskauti. C'est l'initiative du district scout de la ville de Goma. Donc, c'est l'initiative personnelle du district, de la société scout. Hein, quand je dis la société scout, là je vois les groupes scouts, tout le groupe scout de la ville de Goma. Et voilà, je peux demander à la population de la ville de Goma, en général, de protéger aujourd'hui ces arbres que nous venons de planter ici au niveau du port. Parce que ces arbres sont très importants dans le cadre des objectifs du développement durable. Et là, nous pouvons citer, nous venons de répondre au moins à 4 objectifs. Premièrement, nous venons de répondre à lutter contre les changements climatiques. Et le changement climatique concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement les scouts, ce n'est pas seulement les autorités, mais ça concerne tout le monde. Parce que déjà, on vit les conséquences de ces changements climatiques. Perturbation du climat. Vous voyez? Mais si nous donnons à planter les arbres, c'est pour lutter contre ces changements climatiques. Mais aussi, deuxièmement, nous venons de répondre aussi à la protection, à l'ODD de protection de la terre, donc vie de la terre. Parce que ici, dans ce site de Mogoma, vers le port, il y a toujours des éboulements. Et c'est là où nous avons passé comme des scouts de venir planter des arbres qui vont aider à ce que la terre puisse être protégée pour éviter les éboulements chaque fois. Mais en plus, nous avons des arbres fruitiers. Vous voyez? Et là, nous répondons carrément à l'objectif de l'ODD qui dit de lutte contre la faim. Donc, zéro faim. Tujielekeze kwa sasa tarafani Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini katika ziara yake ya Jumatatu tarehe 16 Februari katika vijiji vya Kizimba na Kyumba eneo la Bwito. Msimamizi wa wilaya ya Rutshuru Prince Mpambuka ameona hali ikirejea polepole kuwa ya kawaida baada ya muda mrefu wa matatizo ya makundi ya waasi.
amezungumza na wananchi na kuhimiza kuishi kwa amani. Amesifu juhudi za jamii kurejesha usalama na utulivu. Le visage de la chefferie des Buito change. Longtemps plongée dans l'instabilité, les localités de ces secteurs respirent aujourd'hui un air de sécurité retrouvé. C'est ce constat qu'est venu confirmer l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, lors d'une itinérance entamée ce lundi dans le groupement de Bishusha. Accompagné des officiers de l'armée révolutionnaire congolaise ARC de la FCM23, Prince Pabuka s'est entretenu avec les habitants de Kizimba. Si le passage a été marqué par des sombres souvenirs, vols, viols et tueries orchestrés par des diverses milices, l'heure est désormais à la quiétude. L'administrateur a profité de ce calme pour exhorter ses administrés à ne plus jamais se laisser séduire par les groupes armés, prêchant l'amour et la cohabitation entre les communautés pour pérenniser ce climat de paix. À Kiumba, seconde étape de sa tournée, l'autorité territoriale a transmis les salutations du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Dans un discours de fermeté, il a rappelé que le tribalisme est le moteur de la destruction des sociétés, tandis que l'unité en est le socle. Pour protéger cette sécurité chèrement acquise dans les zones libérées, Prince Pabuka a lancé un appel vibrant à la jeunesse à rejoindre massivement les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC de la FCM23. Gouverneur wetu jina yake Kamarade Bahati Musanga Erasto. Mzee Erasto si mnamjua? Kiana wake. Si vile? Ndio. Alituambia tukifika hapa tuwasalimie. Tuwaambie anawapenda sana. Ingalau kazi ni za mingi, angependezwa wenda akie kuwasalimia, lakini siku wakati itawezekana atakuja kuwasalimia. Hakuna mwenye alichaguaka kuzaliwa kenye iko, hakuna mwenye alichaguaka kuzaliwa katika familia fulani, lakini tukubaliane ya kuwa sisi sote ni kabila moja, na kabila letu ni kabila la Wakongomani. Tujielekeze Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kwa kumalizia habari za leo. Huku Kinshasa, wiki moja baada ya kubomolewa kwa eneo la Paka Juma, baadhi ya familia bado zipo au zinajenga makazi ya muda. Mamlaka zimesema eneo hilo halitaruhusiwa kukalia tena. Zimesitiza kuwa hatua za kuondoa makazi kwenye eneo la reli hazitabadilishwa. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari toka Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini, hususan mashariki mwa nchi. Tukutane kesho kwa habari zingine.